Je, ulijua kwamba kuna chakula cha kawaida sana, rahisi kwa kustaajabisha, ambacho huenda umekuwa ukikitupa kwenye jalala mara kwa mara bila kujua kwamba kina thamani ya dhahabu? Nisikilize kwa makini, kwa sababu hili si jambo la kutia chumvi. Taka hiyo unayoipuuza ina uwezo wa kibiolojia wa kubadilisha mifupa dhaifu, yenye matundu na isiyo na nguvu kuwa muundo imara zaidi kuliko chuma chenyewe. Na hapana, sitazungumzia maziwa. Sahau kuhusu maziwa kwa sasa. Wala sitakuuzia vidonge vya bei ghali au matibabu magumu ya kifamasia yanayomaliza pesa kwenye akaunti yako ya benki. Ni kitu cha bei rahisi ajabu. Utakapogundua ni kitu gani, utashika kichwa chako kwa mshangao. Hutaamini kwamba suluhisho la maumivu yako na hofu yako ya kuanguka lilikuwa hapo siku zote, mbele ya macho yako, katika jiko lako mwenyewe. Baki hapa, lazima ubaki hadi mwisho wa mfululizo huu, kwa sababu sitakufichulia tu chakula hiki cha kimapinduzi, bali vingine vitano, ndiyo, vingine vitano ambavyo vitabadilisha kabisa muundo wa mifupa yako. Na ninakuhakikishia kutoka moyoni kwamba baadhi vitakushangaza sana, kama vilivyonishangaza mimi nilipochunguza biokemia iliyoko nyuma yake. Hapa hatupo kupoteza muda na tiba za kizamani zisizo na msingi. Hapa tunashiriki siri za afya asilia zinazoungwa mkono na fiziolojia, siri zinazoweza kubadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa baada ya miaka 50. Maisha yako hayaishii ukiwa na miaka 50, ndio kwanza yanaanza ikiwa una mwili wa kuyashikilia. Ikiwa unathamini uhuru wako, ikiwa unathamini kutokuwa mzigo kwa mtu yoyote, subscribe sasa hivi na uwashe kengele hiyo. Fanya hivi kwa ajili ya wewe wa baadaye. Hutataka kukosa hata ushauri mmoja kati ya hizi. Kabla ya kuingia kwenye mada, nataka ujue jambo ambalo linaweza kubadilisha kila kitu. Nahitaji uzingatie takwimu hii kwa sababu inatisha. Kulingana na shirika la afya duniani, WHO, kila sekunde tatu, mivunjiko ya mifupa kutokana na osteoporosis, kudhoofika kwa mifupa, hutokea duniani. 1, 2, 3. Crack! Kuna mtu amepoteza uwezo wake wa kutembea. Kila sekunde 3, mtu kama wewe au kama mimi anapoteza uhuru wake, kujiamini kwake na uhuru wa kutembea. Wanakuwa wafungwa wa miili yao wenyewe. Lakini hii hapa habari njema, na nataka uiweke akilini mwako. Hii si lazima iwe hadithi yako. Utakachojifunza leo kinaweza kuwa tofauti kubwa kati ya uzee uliojaa mapungufu, viti vya magurudu na maumivu, na maisha kamili yenye kazi na yasiyo na hofu. Fikiria kuokoa maelfu ya dola katika upasuaji wa nyonga, kwa walezi katika dawa za maumivu, kwa kubadilisha tu kile unachoweka kwenye sahani yako. Huo ndio udaktari wa kijanja. Tuanze na chakula namba 6, na jiandae kwa sababu hii itabadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu lishe ya mifupa. Chakula cha 6, mchuzi wa mifupa wa kutengenezwa nyumbani. Kadi ya mionda kadhaa, sekta ya dawa na matangazo ya biashara yametufanya tuamini kwamba tunahitaji virutubisho vya calcium vya kutengenezwa maabara na vya bei ghali ili kuwa na mifupa imara. Yametudanganya, au angalau wametuficha ukweli kamili. Bibi zetu bila kuwa na degree za chuo kikuu walikuwa jizaa walijua siri hii, mchuzi wa mifupa uliopikwa nyumbani. Inachekesha, au sio? Sayansi kisasa sasa inathibitisha kila milima ilijua karne zilizopita. Hiki kimiminika cha dhahabu kina kila kitu kimaliziacho ambacho mifupa yako inahitaji kujijenga upya. Sio uchawi, ni biokemia halisi. Collagen inayofyonzwa kwa urahisi, calcium, phosphorus, magnesium na asidi amino hihimu. Lakini ufunguo hapa ni ufyonzo. Unaweza kumeza kidonge cha calcium, lakini kama mwili wako hautakitambua, unakitoa nje. Kinyume chake, virutubisho kwenye mchuzi wa mifupa hufyonzwa na mwili wako moja kwa moja. Sikiliza hili. Unapochemsha taratibu mifupa ya ng'ombe, kuku au samaki kwa masaa machache, unatoa asili hasa ya kile kinachojenga muundo imara wa mifupa. Unakuwa unakunywa mifupa ili kujenga mifupa. Utafiti wa kuvutia uliochapishwa katika jarida maarufu la International Journal of Medical Sciences ulionyesha jambo ambalo liliwaacha madaktari wengi wakiwa wameduaa. Watu waliotumia kolajeni iliyovunjwa, hydrolyzed collagen, ambayo inapatikana kwa wingi katika mchuzi wa mifupa, walipata ongezeko la 7% katika msongamano wao wa mifupa ndani ya wiki 12 tu. Wiki 12? Fikiria, wiki 12 kuanza kubadili uharibifu wa kimya wa mifupa wa miaka, labda miongo kadhaa. Je, unajua uwezo ulionao jikoni kwako?
Lakini hapa inakuja sehemu ya kushangaza zaidi. Chakula hiki hakiimarishi tu mifupa yako, ni kirekebishaji cha jumla. Hujenga upya gegedu cartilages zilizochakaa, huboresha unyumbufu wa viungo ambao umepoteza na kupunguza uvimbe wa kimfumo inflammation. Ni kama kuwa na kituo cha matibabu spa ndani ya mwili, timu ya ujenzi inayofanya kazi 24/7 kwa ajili ya mfumo wako wote wa mifupa. Maandalizi yake ni rahisi sana, karibu ya kuchekesha. Unachukua mifupa ya mnyama yoyote, ile ambayo ulikuwa uende kuitupa, unaifunika kwa maji, unaongeza kijiko kimoja cha siki ya tufaha, apple cider vinegar. Hili ni muhimu sana. Asidi ya siki husaidia kutoa madini mengi zaidi kutoka kwenye mfupa kwenda kwenye maji, na unaichemsha kwa moto mdogo kwa saa 12 hadi 24. Matokeo yake ni kimiminika ambacho kinakuwa kama jeli kinapopoa. Jeli hiyo ni kolajeni tupu. Huo ndio ujana wa mifupa yako ndani ya chupa. Ikiwa mchuzi wa mifupa unaonekana kuvutia na uko tayari kuacha kutupa dawa hiyo kwenye jalala ili uijaribu wiki hii, andika namba 6 kwenye sehemu ya maoni comments. Nataka kuona ni watu wangapi wenye akili wako hapa ambao wako tayari kuchukua udhibiti wa afya zao. Andika 6. Tuendelee na kinachofuata. Chakula cha 5. Mbegu za alizeti zilizokangwa. Sasa kinakuja chakula ambacho labda umekidhararu maisha yako wote. Unaziona kwenye michezo ya mpira, unaziona kama chakula cha ndege. Kosa kubwa. Mbegu za alizeti sio tu kitu cha kutafuna cha kupitisha muda, ni vidonge vidogo vya dawa ya mifupa ambavyo unaweza kuweka mfukoni mwako. Sikiliza vizuri ukweli huu. Kiasi cha gramu 30 tu za mbegu za alizeti zilizokangwa kina magnesium nyingi zaidi kuliko virutubisho hingi vya bei gharama wanavyokuuzia kwenye maduka ya dawa. Na kwa nini magnesium ni muhimu sana? Hapa ndipo wengi wanakosea. Watu wanahangaika na calcium, lakini bila magnesium mwili wako hauwezi kutumia calcium ipasavyo. Fikiria hivi, calcium ni tofali za kujenga ukuta wako wa mifupa. Magnesium ni saruji. Kama una tofali 1000 lakini huna saruji, una nini? Una rundo la vifusi, si ukuta imara. Bila magnesium ukuta unaanguka. Kibaya zaidi, bila magnesium calcium haijui iende wapi na inaishia kujilimbikiza pale isipopaswa kwenye mishipa yako ya damu na kuifanya kuwa nguu au kutengeneza mawe kwenye figo. Magnesium huamsha zaidi ya vimeng'enya 30 katika mwili wako, vikiwa vile venye jukumu la kusema, haya, calcium, nenda kwenye mfupa, sio kwenye moyo. Zaidi ya hayo, mbegu hizi ni bomu la virutubisho. Zina phosphorus, zinc na vitamin E. Ni mchanganyiko kamili wa pamoja wa kuweka mifupa yako si tu migumu, bali inayonyumbuka. Mfupa mgumu lakini usiokunjika unavunjika kama kioo. Mfupa uliolishwa na magnesium na vitamin E unastahimili mshtuko au pigo. Katika utafiti wa kliniki uliofanywa na wanawake waliokoma hedhi, kundi ambalo lipo katika hatari kubwa, wale waliokula chakula vyenye magnesium nyingi walikuwa na msongamano mkubwa zaidi wa mifupa kwenye nyonga na uti wa mgongo. Mbegu za alizeti zilikuwa moja ya vyakula vya nyota katika utafiti huu. Ninachokipenda zaidi kuhusu hili ni urahisi wa matumizi yake. Hakuna udhuru. Unaweza kula peke yake, kuziweka kwenye kachumbari za salads ili kutoa mwasho wa kugunyuna, kuzichanganya na mtani au hata kutengeneza sia ya mbegu za alizeti. Konzi moja kwa siku. Hilo tu linaweza kuleta tofauti kubwa kati ya nyonga inayovunjika unapoanguka na ile inayostahimili pigo. Kwa njia, nina shauku kubwa na nataka tuwe jumuiya inayoendelea watu wenye kufikiri. Mnatutazama kutoka wapi? Kutoka Mexico, Argentina, Uhispania, Colombia au Marekani? Andikeni nchi yenu kwenye sehemu ya maoni sasa hivi. Inanifurahisha sana kujua ni umbali gani ujumbe huu muhimu wa afya unafika. Nataka kuwasoma. Tuendelee kwa sababu orodha inazidi kuwa mzuri zaidi. Chakula cha 4, tini, higos au figs. Hapa inakuja mshangao ambao hakika hukutarajia. Pengine unafikiria tini au figs kama peremende, kitindamlo cha Krismasi. Lakini tini kavu ni, sikiliza kwa makini, mojawapo ya vyanzo tajiri zaidi vya calcium katika ulimwengu wote wa mimea. Na pia zinakuja na bonus ya ajabu ambayo maziwa hayana, potassium. Wakati calcium inajenga mifupa yako,
Potassium inaiprotect. Vipi? Kwa kupunguza makali ya asidi za kimetaboliki ambazo zinaweza kuiba kalsiamu kutoka kwenye mifupa yako. Unajila wenyewe. Potassium ya kwenye tini inazuia mchakato huo. Ni kama kuwa na mlinzi mwenye silaha anailinda chuma cha kuhifadhia fedha cha benki yako ya mifupa. Tini 5 kavu zinakupa takriban miligramu 305 za kalsiamu. Hiyo inakaribia sawa na nusu glasi ya maziwa, lakini ikiwa na faida ya ziada ya nyuzi-nyuzi au fiber, vioksidishaji, antioxidants na madini ambayo maziwa hayawezi kutoa. Aidha, zina boron. Ushawahi kusikia kuhusu boron? Ni madini yaliyosahaulika ambayo husaidia mwili wako kuhifadhi calcium na magnesium, kuzuia isitoke kupitia mkojo. Kuna ukweli wa kuvutia ambao siwezi kuuacha. Katika maeneo ya jadi ya Mediterranean, ambapo matumizi ya tini ni makubwa na kawaida, viwango vya osteoporosis viko chini sana kuliko katika nchi ambako chakula kilichosindikwa na maziwa ya viwandani yametawala. Hili si tukio na bahati. Hakuna matukio ya bahati katika biolojia. Tini kavu pia zina vitamini K. Bila vitamini K, sehemu kubwa ya kalsiamu unayokula inaharibika, haishiki kwenye mifupa. Unaweza kula tini kavu peke yake kama kitu cha kutafuna unapohisi njaa ya kitu kitamu, kuzikatakata na kuziweka kwenye uji wako wa shayiri au oats, au hata kuziloweka na kuzitumia kwenye juices au smoothies. Utamu wake wa asili unazifanya kuwa mbadala kamili kwa peremende hizo zilizosindikwa na zilizojaa sukari nyeupe zinazosababisha uvimbe na kuharibu mifupa yako. Badilisha peremende kwa tini. Ni mabadiliko madogo kwa ulimi wako, lakini makubwa sana kwa mifupa yako. Ikiwa tini kavu zimevutia maslahi yako na unapanga kuziingiza kwenye mlo wako kuanzia kesho, andika 4 kwenye maoni. Nataka kuona namba 4 hizo. Sasa jiandae, kwa sababu tunaingia kwa wale wazito. Vyakula vifuatavyo ni wasomi wa ujenzi wa mifupa. Chakula cha 3, sardini za kopo, sardinas and conservas. Tumefika kwenye chakula cha 3 na hiki ni cha kipekee kweli. Wakati mwingine kitu kirahisi ndicho kenye nguvu zaidi. Sardini za kopo ni kama maduka ya dawa madogo yanayobebeka kwa ajili ya mifupa yako. Sahau virutubisho vya kutengenezwa. Hii ni ukweli. Havina tu calcium inayofyonjoa kwa urahisi, lakini pia vitamini D, omega 3 na protini kamili. Hii hapa ni siri ambayo watu feo wanaijua na inayoleta tofauti. Unapokula sardini, lazima uzile pamoja na miba yake. Usiitoe. Miba laini ya sardini za kopo humeng'enywa kwa urahisi na kutoa calcium ambayo mwili wako inaitambua na kuitumia moja kwa moja. Ni calcium ya asili, si chauki. Kopo dogo la sardine linakupa takriban calcium zaidi kuliko glasi kubwa ya maziwa. Lakini subiri, kwa sababu kuna tatizo na calcium. Inahitaji msafirishi, inahitaji vitamini D kwa ajili ya kufyonjoa kwenye utumbo. Bila vitamini D, calcium inapitiliza tu. Sardini zina vitamini D ya asili. Ni kama kuwa na mjumbe na ujumbe katika kifurushi kimoja. Asili ina hekima, imefungasha kila kitu pamoja. Na tusisahau asidi ya mafuta ya omega 3. Ina athari kubwa ya kupunguza uvimbe. Uvimbe sugu ni mojawapo ya maadui wa kimya kimya, muuaji asiyeonekana wa afya ya mifupa. Uvimbe unakula mfupa. Sardini huzima moto huo. Utafiti wa muda mrefu uliofuatilia zaidi ya wanawake 32,000 kwa miaka 4, sampuli kubwa sana, uligundua kuwa wale waliokula samaki wenye mafuta kama sardini angalau mara 2 kwa wiki walikuwa na 51% chini ya hatari ya mivunjiko ya nyonga. 51%. Hiyo ni nzuri zaidi kuliko dawa nyingi hatari za osteoporosis ambazo zina madhara mabaya. Zaidi ya hayo, sardini zina coenzyme Q10 ambayo inaboresha kazi ya mitochondria katika seli za mifupa, kuziweka vijana na zenye kufanya kazi. Ni kama kupa mafuta ya ubora wa juu, mafuta ya ndege kwa kiwanda chako cha mifupa. Njia rahisi zaidi ya kuzitumia ni zile za kopo. Chagua zile zinazokuja na mafuta ya mzaituni, olive oil, halisi au kwenye maji. Epuka sosi za ajabu zenye sodium, chumvi nyingi. Unaweza kuzila kwenye mikate iliyotengenezwa na nafaka kamili, kwenye kachumbari au moja kwa moja kutoka kwenye kopo
Kwa kukamilia, ndimu kidogo. Rahisi, bei rahisi, mwokozi wa maisha. Je, tunaelewa mwelekeo huu? Huna haja ya kutumia pesa nyingi, unahitaji maarifa. Na bado tuna vyakula viwili bora vilivyosalia. Vinavyokuja sasa ni lazima uvitumie ikiwa unataka kufikisha miaka 80 ukitembea wima na bila kupinda mgongo ukiangalia chini. Tuendelee, usipoteze mwelekeo. Chakula cha pili, lozi mbichi, almonds mbichi. Nafasi ya pili ya jukwaa hili la afya inachukuliwa na lozi mbichi, almonds mbichi. Na utakapogundua kwa nini, utataka kuwa na chupa iliyojaa mkononi mwako kila wakati, jikoni mwako, kwenye mkuba wako, kwenye meza yako ya kulalia. Lozi si tu kitu kitamu kutafuna kati ya milo, ni wasanifu halisi wa mifupa ambao unaweza kuwapeleka popote. Sikiliza biokemia iliyoko nyuma ya hii kwa sababu inavutia. Lozi mbichi 20 zina takriban miligram 75 za calcium. Daktari, hiyo sio nyingi sana, unaweza kufikiri. Kosa, huo ni mwanzo tu. Pia hutoa magnesium, phosphorus, manganizi na vitamini E. Mchanganyiko huu unatengeneza athari ya kushirikiana, kwaya ya kikemikali inayoimarisha afya ya mifupa kwa njia ya ajabu. Nataka kusimama kwenye manganizi. Hakuna mtu anayezungumza kuhusu manganizi, lakini ni muhimu sana. Manganizi hushiriki moja kwa moja kwenye uundaji wa tishu iunganishi na gegedu. Bila manganizi ya kutosha, mifupa yako inaweza kuwa dhaifu kama kioo. Hata kama una calcium ya kutosha duniani. Unaweza kuwa na calcium yote duniani, lakini bila muundo wa collagen na tishu iunganishi ambayo manganizi inasaidia kutengeneza, mfupa unavunjika. Lozi ni mojawapo ya vyanzo bora vya asili vya madini haya muhimu. Lakini hapa inakuja sehemu ya kuvutia zaidi, ambayo madaktari wengi hawakuambii kwa sababu inahitaji kuelewa mwili kama kitu kizima. Lozi zina prebiotic asilia, na utumbo wako unahusiana na mifupa yako. Kila kitu kabisa. Utumbo wenye afya uliolishwa na prebiotics hufyonza calcium vizuri zaidi na kuzalisha vitamini ambazo ni muhimu kwa afya ya mifupa. Ikiwa utumbo wako umevimba, hufyonzi chochote. Unatupa pesa yako na chakula chako chooni. Utafiti uliochapishwa katika jarida la Osteoporosis International ulionyesha kuwa watu waliokula karaga au mbegu mara kwa mara walikuwa na msongo mkubwa wa mifupa katika uti wa mgongo na nyonga. Lozi zilikuwa bora zaidi ya kila nyugu zilizochunguzwa. Aidha, lozi zina kiwango cha chini sana cha glycemic index. Hii inamaanisha kuwa hazisababishi kupanda kwa hafla cha sukari ambacho kinaleta madhara makubwa. Je, ulijua kuwa viwango vya juu vya glucose huingilia ufyonzwaji wa calcium na kuchochea uvimbe? Sukari ni mwizi wa mifupa. Lozi ni dawa dhidi ya hilo. Na tusisahau protini. Mifupa yako si mawe yasiyokuwa na uhai, ni tishu hai zinazohitaji protini ili kujitunza na kujirekebisha kila wakati. Protini ya kwenye lozi ina ubora wa juu. Sasa, onyo zito sana. Ili kupata faida kubwa zaidi, lazima ule lozi zikiwa mbichi. Ukaangaji wa viwandani kwa joto kali unaweza kuharibu baadhi ya virutubisho dhaifu sana na kuoksidisha mafuta yenye afya. Usizinunue zikiwa zimekaangwa kwa mafuta, wala zenye chumvi, wala zenye asali. Mbichi. Unaweza kuziloweka usiku kucha kwenye glasi ya maji ili kuziamsha na kuzifanya ziwe rahisi kumeng'enywa, au tu kuzitafuna vizuri sana hadi ziwe kama unga. Ikiwa lozi mbichi zimekusadikisha na utaziingiza kwenye utaratibu wako wa kila siku ili kulinda uti wako wa mgongo, tuachie namba 12 kwenye maoni. Nataka kuona 12 hiyo. Ni ahadi kwako mwenyewe. Kabla ya kufichua chakula namba 1, hicho ambacho ni mfalme asiyepingika, nataka kukukumbusha kitu. Tunajenga jumuiya ya watu wanaokataa kuwa takwimu tu. Ikiwa maudhui haya yanakusaidia, ikiwa yanakufungua macho, fikiria kusubscribe kwenye channel hii na kuwasha kengele, notifications. Uungaji mkono wako unaturuhusu kuendelea kufanya utafiti na kushiriki siri hizi za afya asilia ambazo zinaweza kwa uhalisi kabisa kubadilisha uzee wako. Haikugharimu chochote na unapata faida kubwa. Na sasa, tumefika kileleni. Chakula namba 1. Mboga za majani za kijani cheusi.
hasa sukuma wiki. Tumefika kwenye chakula namba 1, chenye nguvu zaidi kuliko vyote, chombo madhubuti zaidi cha kujenga mifupa isiyovunjika. Ninaposema kwamba chakula hiki kinaweza kubadilisha mifupa yako, situmii fumbo, sitii chumvi. Kikombe kimoja cha sukuma wiki iliyopikwa kina calcium nyingi inayoweza kufyonzwa kuliko glasi ya maziwa. Soma hili tena ikibidi. Lakini zaidi ya hayo, inajumuisha vitamini K1 na K2, magnesium, vitamin C na asidi ya folic acid. Ni kama multivitamin ya asili ya teknolojia ya juu iliyoundwa maalum na asili kwa ajili ya mifupa yako. Huu hapa ukweli utakaobadilisha mtazamo wako milele, na ambao sekta ya maziwa haitaki uchambue sana. Calcium kutoka kwenye majani ya kijani inafyonzwa vizuri zaidi kuliko calcium kutoka kwenye maziwa. Wakati mwili wako unaweza kufyonza takriban 30% tu ya calcium kutoka kwenye maziwa yaliyosindikwa, unaweza kufyonza hadi 60% au zaidi ya calcium iliyopo kwenye majani haya. Lakini maajabu ya kweli, siri ya kweli ni vitamin K. Sikiliza vizuri. Vitamin K ndio GPS ya calcium. Vitamin hii huamsha osteocalcin, protini ambayo kihalisi inaishika calcium kutoka kwenye damu na kuiweka kwenye mifupa yako. Bila vitamin K, calcium ni kipofu. Inaelea kwenye mfumo wako wa damu bila kujua iende wapi, na kibaya zaidi, inaweza kuishia sehemu ambazo haipaswi kuwa, kama vile kwenye mishipa ya damu yako au valve za moyo wako. Unaelewa uzito wa hili? Ukosefu wa vitamin K unakupa osteoporosis na arteriosclerosis kwa wakati mmoja, mifupa dhaifu na mishipa migumu. Sukuma wiki inazuia hili. Utafiti mkingiluzi uliochapishwa kwenye jarida la American Journal of Clinical Nutrition ulifuatilia zaidi ya wanawake 72,000 kwa miaka 10, mwaka mzima wa ufuatiliaji. Wale waliokula kwa kiasi kikubwa cha vitamin K walikuwa na hatari ndogo kwa 30% ya kuvunja nyonga. 30%. Hili ni jambo kubwa sana katika ulimwengu wa udaktari. Sukuma wiki ni mojawapo ya vyanzo tajiri sana vya vitamin hii muhimu. Lakini si sukuma wiki tu. Mchina, bamia, majani ya harada, mustard greens, cressy, watercress, majani haya yote ya kijani cheusi ni mimea yenye nguvu za lishe kwa ajili ya mifupa yako. Kila moja hutoa mchanganyiko wa kipekee wa virutubisho ambavyo vinafanya kazi kwa ushirikiano. Vitamin C katika majani haya ni muhimu kwa uzalishaji wa collagen. Collagen ndiyo jukwaa, muundo unaonyumbulika ambao madini huwekwa juu yake. Bila vitamin C ya kutosha, mifupa yako inakuwa dhaifu na rahisi kuvunjika kutokana na msongo. Asidi ya folic husaidia kupunguza viwango vya homocysteine, asidi amino ambayo ikizidi hudhoofisha muundo wa mifupa. Na hapa inakuja faida ya ziada ambayo watu wachache wanaijua, hata wataalamu wengi wa lishe wanaipuuza. Majani ya kijani cheusi yana nitrates za asili ambazo zinaboresha mzunguko wa damu. Mzunguko bora unamaanisha kwamba damu inafika vizuri kwenye mifupa yako. Mifupa mikongwe mara nyingi huwa na mzunguko mbaya wa damu. Kwa kula majani ya kijani, unafungua barabara ili virutubisho vifike na takataka za kimetaboliki ziondolewe. Maandalizi ni ufunguo. Usiyaunguze. Pika kidogo sana majani ya kijani cheusi ili kuvunja kuta za seli na kufanya virutubisho vipatikane kwa urahisi, lakini usiyaue kwa kuyachemsha kwa saa nyingi. Kukaanga haraka na kitunguu saumu na mafuta ya mzaituni ni kamili. Mafuta yanasaidia kufyonza vitamin K. Pia unaweza kuyaweka kwenye supu au juisi. Nataka kupendekeza mkakati. Kanuni ya kijani cha kila siku. Jumuisha angalau fungu kubwa la majani ya kijani cheusi kila siku, bila udhuru. Inaweza kuwa katika kifungua kinywa, kwenye smoothie, kwenye chakula cha mchana, katika kachumbari, au kwenye chakula cha jioni yakiwa yamekaangwa kidogo. Ikiwa majani ya kijani cheusi yamekushangaza na utayafanya kuwa chakula chako namba 1 kwa afya ya mifupa, andika namba 1 kwenye maoni. Nataka kuona mvua ya namba 1. Inamaanisha kwamba umeelewa ujumbe. Sasa kwa kuwa unajua vyakula 6 vyenye nguvu zaidi kwa ajili ya mifupa isiyovunjika, hebu nikushirikishe baadhi ya michanganyiko ambao utazidisha faida zao. Kwa sababu katika lishe 1 + 1 sio 2, inaweza kuwa 10 ikiwa unajua jinsi ya kuchanganya. Mchanganyiko wenye nguvu kwa mifupa yako. Mchanganyiko wa asubuhi. Smoothie ya kijani yenye sukuma wiki, kale, lonzi mbichi zilizolowekwa awali ili kuziamsha na tini 1 kavu.
Mchanganyiko huu ni wa kulipuka. Unakupa calcium inayofyonzwa, magnesium ya kuishikilia, vitamin K ya kuielekeza na nyuzi kwa utumbo wako. Unaanza siku na mwingizo wa eneji ya mifupa moja kwa moja kwenye seli zako. Ni bora kuliko kahawa yoyote. Chakula cha mchana cha Kimediterania. Kachumbari kubwa ya majani ya kijani cheusi, rugula, mchicha, kale na sardini pamoja na miba yake, mbegu za alizeti zilizokaangwa na kumiminiwa kwa ukalimufu mafuta ya mzeituni na ndimu nyingi. Ndimu husaidia ufyonzwaji wa chuma na calcium. Mafuta ya mzeituni hubeba vitamini zinazoyeyuka kwenye mafuta, K na D. Sardini huweka muundo. Mlo huu ni bomu la nyuklia la virutubisho chanya kwa mifuta yako. Hakuna kidole sokoni kinachoweza kulinganishwa na hiki. Chakula cha kujenga mwili jioni. Bakuli la moto la mchuzi wa mifupa uliopikwa nyumbani ukiwa na mboga za kijani zilizoongezewa mwishoni mwa upishi ili usipoteze vitamini zake. Ni kama spa ya ndani. Unapolala, mwili wako utatumia collagen ya mchuzi na madini ya mboga kurekebisha uharibifu mdogo ambao mifupa yako ilipata wakati wa mchana. Ni dawa ya usiku. Kitu kuchatafua kijanja. Konzi ya lonzi mbichi na tini mbili kavu. Rahisi, inabebeka, inafanya kazi vizuri ajabu. Unapohisi njaa mchana, usitafute biskuti, tafuta hivi. Mfupa wako wa panja utakushukuru katika miaka 10 ijayo. Ni muhimu sana uelewe jambo. Vyakula hivi havifanyi kazi hawani. Sio mapacha ya uchawi ambayo unaweza kuweka juu ya mtindo wa maisha wenye sumu. Vinaimarisha mifupa yako, ndiyo, lakini pia vinaboresha afya yako ya koyo, ufanyaji kazi wa bungo lako, mfumo wako wa kingani na nguvu yako kwa ujumla. Ni afya kamili katika kila tonye. Lakini tahadhari, kwa sababu hapa ndipo watu wengi wanafeli. Unaweza kula sukuma wiki zote na sadini zote duniani, lakini ukifanya makosa ambayo nitakufichulia hapa chini, unaweza kuwa unaharibu juhudi zako zote. Kuna wezi wa calcium waliojificha kwenye ratiba yako ya kila siku. Tuzungumzie makosa ya kawaida ambayo lazima uyaepuke kwa gharama yoyote ikiwa unataka hili lifanye kazi, kwa sababu haina maana kujaza ndoo ikiwa ina tundu chini. Upo tayari kujua unachofanya kimakosa bila kutambua? Hili hapa kosa la kwanza ambalo 90% ya wagonjwa wangu wanafanya, na linaharibu sana kwa sababu wanafikiri wanafanya jambo sahihi. Kosa la kwanza, mtego wa kafini na tannins. Fikiria hili, unajiandalia kifungua kinywa kamili, una bakuli lako la shairi, lozi zako, labda mtindi kidogo au zile sadini tulizozizungumzia. Ni kifungua kinywa chenye calcium nyingi, lakini unakinywa pamoja na kikombe kikubwa cha kahawa nyeusi au chai nzito. Je, inasikika kuwa ya kawaida? Umefanya uhalifu wa lishe dhidi ya mifupa yako mwenyewe. Kafini na kibaya zaidi tannins zinazopatikana kwenye chai na kahawa hufanya kazi kama vizuizi vya kikemikali kwenye utumbo wako. Zinaweza kuingilia kwa kiasi kikubwa ufyonzwaji wa calcium. Kimsingi, zinafunga mlango. Wewe unakula calcium, inafika tumboni, lakini kafini inafunga mlango usoni mwake na kuitupa nje. Subiri angalau saa moja kati ya kahawa yako ya asubuhi na vyakula vyako vyenye calcium nyingi. Ipe mwili wako muda wa kufyonza madini kabla ya kuufurika na kafini. Ni badiliko dogo la ratiba, lakini linaokoa mifupa yako. Nataka kujua ukweli, na nataka muwe wa kweli kwangu kwenye sehemu ya maoni. Je, mnakunywa kahawa pamoja na kifungua kinywa au mnasubiri? Andikeni pamoja au ninasubiri hapo chini. Sitawahujumu, lakini nahitaji kujua kama mnajiharibia lishe yenu wenyewe bila kujua. Kosa la pili, dhana potofu kuhusu jua na vitamin D. Hili ni kosa ninaloliona katika karibu vipimo vyote vya damu vya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 50. Wanakula calcium kama vichawi, lakini wana viwango vya vitamin D vilivyoshuka sana. Nisikilize kwa makini. Bila vitamin D, ufyonzwaji wako wa calcium unashuka hadi karibu na 0. Ni kama kuwa na gari la michezo lisilo na funguo. Linaonekana zuri, lakini haliendi kokote. Vitamin D sio tu vitamini. Ni homoni inayoipa utumbo wako amari ya kuruhusu calcium ipite. Na ukweli wa kusikitisha ni kwamba wengi wetu tunaishi tukiwa tumefungiwa ndani, tukiwa na nguo, tukizuia jua.
Unahitaji jua. Unahitaji kuweka ngozi yako bila ya kuyunguza kwenye jua kiasi. Na ikiwa unaishi mahali pasipo na jua au ngozi yako haitengenezi vitamini vizuri tena, jambo la kawaida kwa umri kusonga, fikiria kwa uzito kutumia kirutubisho cha vitamin D3. Usicheze na hili. Upungufu wa vitamin D ni mwaliko wa wazi wa kuvunjika nyonga. Kosa la 3, mkojo wa gharama. Ziada ya sodium au chumvi. Hapa ndipo sekta ya chakula inakushambulia. Ziada ya chumvi ni sumu kwa mifupa yako. Mfumo wake ni mrahisi na wa kikali. Figo zako zinapojaribu kuondoa ziada ya sodium uliokula kwenye nyama zilizosufuriwa au kwenye supu za packet au kwenye vyakula vya haraka, zinabeba calcium pamoja nayo. Kihalisia, sodium inateka calcium kutoka kwenye damu yako na kuitupa kupitia mkojo. Kadri unavyokula chumvi nyingi, ndivyo unavyokoja calcium nyingi. Unakoja mifupa yako. Punguza matumizi yako ya vyakula vilivyosufuriwa. Chumvi sio mbaya yenyewe, lakini ziada ya sodium ya kiviwanda ni mwizi mnyama anayeacha mifupa yako ikiwa na mashimo hata wewe usijue. Kosa la 4, mifupa mivivu. Ukosefu wa mazoezi au msukumo. Hili pengine ndilo la muhimu ya yote. Unaweza kula kilo za sukuma wiki na sadini, lakini ukishinda twa nzima umekaa kwenye sofa ukitazama televisheni, mifupa yako itayeyuka. Kwa nini? Kwa sababu mwili ni mashine yenye ufanisi wa kikali. Ikiwa mwili wako unatambua kuwa hutumii mifupa kubeba mizigo, unasema, kwa nini nipoteze nishati kutunza mifupa hii mizito kama hawaitumii? Na unaanza kufyonza mfupa. Mazoezi, hasa mazoezi ya kunyanyua uzani na mazoezi ya mgandamizo wa kiasi kama kutembea haraka au kupanda ngazi, ni muhimu sana. Mifupa inahitaji kuhisi uzito au mvutano. Inahitaji kuhisi mgandamizo. Pigo hilo nyepesi linaambia seli zako, osteoblasts, enyi, hapa tunahitaji msaada, jengeni mfupa zaidi. Bila msukumo huo wa kimekanika, hakuna lishe itakayokuokoa kabisa. Inuka, beba mifuko ya sokoni, panda zile ngazi. Ipe mifupa yako sababu ya kuwa na nguvu. Kosa la 5, mtindo wa maisha wenye sumu. Hatuwezi kupuuza ukweli ulio wazi. Uvutaji sigara, unywaji wa pombe kupita kiasi, msongo wa mawazo wa kudumu na ukosefu wa usingizi ni vyanzo vikuu vya maangamizi ya mifupa. Msongo wa mawazo wa kudumu hupandisha cortisol. Cortisol ni homoni ambayo kihalisi inakula mfupa na misuli ili kupata nishati ya haraka. Ikiwa unaishi kwa msongo wa mawazo, uko katika hali ya kujibomoa mfululizo, ukiharibu muundo wako mwenyewe. Na usingizi. Usingizi. Ni wakati wa usingizi mzito ambapo homoni ya ukuaji inatolewa na tishu zinatengenezwa. Usipolala vizuri, hurekebishi uharibifu wa mchana. Ni rahisi hivyo. Kuupa kipaumbele usingizi wako ni kuupa kipaumbele mfumo wako wa mifupa. Sasa, najua nimeshiriki taarifa nyingi sana leo. Inaweza kuonekana kuwa inachosha. Mchuzi wa mifupa, mbegu, tini, sadini, magnesium, vitamin K, kuepuka kahawa kwenye chakula. Lakini sitaki uhisi kuelemewa. Afya haijengwi ndani ya siku moja, inajengwa kwa maamuzi madogo ya kila wakati. Ikiwa una maswali mahususi kuhusu chochote kati ya vyakula hivi, kuhusu jinsi ya kuziingiza kwenye lishe yako, ikiwa una vidonda vya tumbo, gastritis, au kisukari, au ikiwa una hali fulani za kiafya zinazokusumbua, usisite kuziandika kwenye maoni. Ninasoma kila maoni. Najaribu kujibu maswali yanayoulizwa mara kwa mara katika video zijazo, kwa sababu jumuiya hii tunaiunda sote kwa pamoja. Napenda sana kuona jinsi tunavyosaidiana. Watu waliojitolea kwa ajili ya afya zao, ambao wanataka kuzeeka wakiwa na nguvu na uhai, sio kama wahanga wa mfumo. Kila maoni, kila like, kila subscribe inatusaidia kufikia watu wengi zaidi ambao wanaweza kufaidika na taarifa hii muhimu. Pengine video hii inaweza kumwokoa mtu asianguke vibaya. Isambaze. Kumbuka hili.
na nataka ujirudie mwenyewe mbele ya kioo. Kuwa na mifupa yenye nguvu baada ya miaka 50 sio jambo la bahati nasibu, sio genes, ni jambo la maamuzi ya kijanja. Ni biolojia inatumika. Kila chakula unachochagua sokoni, kila tonge unalokula ni kura. Kura kuelekea aina ya uzee unaotaka kuwa nao. Vyakula hivi 6 ambavyo nimekushirikisha leo, mchuzi, mbegu, kini, sadini, lozi na majani ya kijani, vina uwezo wa kubadilisha afya yako ya mifupa kwa njia ya asilia, ya bei rahisi na tamu. Huna haja ya kuweka rehani nyumba yako kununua virutubisho vya miujiza. Huna haja ya matibabu ya majaribio. Unahitaji tu hekima ya kale inayoungwa na sayansi ya kisasa ili kuchagua vyakula sahihi. Anza today hii. Si kesho, si Jumamosi, leo. Chagua moja ya vyakula hivi. Kimoja tu na ukiweke kwenye mlo wako unaofuata. Wewe wa baadaye, huyo wewe wa miaka 80 atakayeweza kucheza na wajukuu zake uwanjani badala ya kuwatazama kupitia dirisha, atakushukuru milele. Ikiwa video hii imekuwa na thamani kwako, tafadhali bofia like. Ni njia pekee ya kuiambia YouTube kuwa maudhui haya ni muhimu. Afya ya mifupa ni jambo ambalo sote tunapaswa kulichukulia kwa uzito, hasa baada ya miaka 50, wakati ambapo kiasi cha kuruhusiwa kufanya makosa kinapungua. Usisahau kusubscribe kwenye channel na kuwasha kengele ili usikose ushauri wetu wa afya asilia. Na ikiwa kweli unataka kuiunga kazi yetu ya utafiti, fikiria kujiunga kama mwanachama wa channel ili kupata maudhui ya kipekee na miongozo ya kina. Uungaji mkono wako unaturuhusu kuendelea kuwa huru na kukuambia ukweli ambao wengine wanauficha. Ninakuacha na swali la kutafakari usiku huu kabla hujalala. Nataka uwe mkweli kabisa na wewe mwenyewe. Unataka kuwa mtu wa aina gani ukiwa na miaka 70, 80, 90? Mtu dhaifu, mwenye hofu, aliyezuiwa kitandani? Au mtu imara, anayejitegemea, anayesimama wima la aliyejaa maisha? Uchaguzi ni wako na unaanza na kile unachoweka kwenye sahani yako leo. Hadi wakati mwingine nikikukumbusha kwamba afya yako iko kihalisi mikononi mwako. Tuonane kwenye video ijayo. Tunza mifupa yako, inakushikilia.